Siwezi kuzungumzia into details nini kimetokea ama kimefanyika. Sisi tunamtakia tukio la kheri huko alikochagua kwenda. Tunachoweza kuzungumza sasa ni baada ya kutoka pale kwenda mbele. Hatuanzii pale kurudi nyuma, kwa sababu hata ukiwa na wasifu mzuri vipi bado maiti haiwezi kunyanyuka, takuzika tu. Kwa hiyo tunaanzia pale kwenda mbele, na kuanzia pale alipoondoka kwenda mbele. Tunapoanzia, cha kwanza ni maandalizi ama focus kuelekea katika mchezo wetu, lakini pili kuwatoa hofu na mashaka wana Simba ya kwamba hakuna kilichoathirika ndani ya timu yetu, hakuna kilichobadilika ndani ya timu yetu, hakuna kilichotingishika ndani ya timu yetu. Simba itaendelea kuwa imara, itaendelea kuwa madhubuti, na tunaendelea na mapambano yetu kama kawaida. Kimsingi ni kwamba wanasimba wala wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile, ama wakaingiwa na uoga wa aina yoyote ile. Kilichotokea ni sawasawa na punje ya mchele ikianguka, bado wali utapikwa na watu watakula, watashiba vizuri tu. Hakuna kuahirisha pishi la wali kwa sababu kuna punje moja imedondoka. Kwa hiyo wanasimba, niwahakikishie na niwaambie ya kwamba tunaanzia pale alipoondoka mchezaji wetu kwenda mbele, na kwenda mbele ni kwenye maandalizi ya mechi yetu ya kesho, lakini niwahakikishia kwamba tuko salama wa salmin, lakini tuko imara na tuko barabara kweli kweli kuelekea msimu unaokuja. Bado tunaendelea kama ambavyo nimesema, bado sisi hatujafunga usajili. Bado kuna maeneo tunaendelea kuyaangalia kwa ajili ya kuboresha. Kwa hiyo tunaamini katika siku hizi ambazo zimesalia chochote kinaweza kutokea. Jina kubwa inategemea na wewe kama umeshawahi kulisikia, lakini tunaamini kila mchezaji ambaye tutamsajili kama ni wa ndani atakuwa ni mchezaji mkubwa ambaye anakuja kufanya vitu vikubwa ndani ya timu yetu ya Simba Sports. Wana Simba wanaamini comeback katika namba 6 ambayo ilikuwa ikizungumzwa sana. Je, una mpango naye mpaka sasa au kuna mchakato unaendelea? Comeback, sisi sio waumini sana wa vitu kama hivi. Sisi ni waumini wa maendeleo, tufanye kitu cha kimaendeleo. Comeback maana yake ni wanasema ni short term plan, kwa sababu umetaka kujibu, lakini tunataka tufanye kitu ambacho kita exist, kwa maana ya kwamba kitaleta tija na mafanikio kwa Simba Sports. Kama tutasajili mchezaji mwingine, maana yake anakuja kuleta tija na maendeleo ndani ya Simba, sio kwa sababu ya kutaka kufanya comeback ama kitu gani, lakini kubwa kabisa ni kufanya maandalizi mazuri ya kwenda kushinda mchezo wa kesho. Hiyo ndio kitu pekee ambayo inaweza ikatupa furaha na faraja ya kudumu mashabiki wa Simba, na sio kutaka utafute fulani aje kuziba pale ama uchukue fulani kwa ajili ya kuwasa, sababu watu wanachokihitaji ni furaha. Watu wanachokihitaji ni matokeo mazuri. Kama unayapata, haijalishi timu yako nani kaondoka nani yupo, wanachoangalia pamoja na yote, lakini timu bado ina uwezo wa kufanya vizuri. Mbaya ni pale mtu anaondoka alafu timu haifanyi vizuri. Ni rahisi watu kurejelea ya kwamba kuondoka kwa fulani kumeiathiri timu yetu, lakini kama mtu anaondoka na timu bado inaendelea kufanya vizuri, maana yake watu hawana muda tena wa kukumbuka nani. Kwa hiyo sisi hatujajikita kwenye comeback. We are not there. Sisi tumejikita kwenye kufanya mambo ya kimaendeleo kwa ajili ya timu yetu. Tumalizie. Tusimalizie, tuendelee. Bwana, mashabiki wa Simba wamekuwa na machungu. Mbona kama unaona aibu au niangalie usoni? Niangalie vizuri usoni. Nakutazama machoni sasa. Nakutazama sasa. Tutazamane. Mimi nakuangalia nitazame. Ni aibu bado kadogo. Leo hii mashabiki wa Simba wamekuwa na machungu sana. Ukipita mitandaoni unaona namna ambavyo wanazungumza kwa uchungu kwa yale ambayo wametokea, wakiamini pia hata kesho pia itakuwa ni vigumu kushinda. Nimezungumza nao kwa sababu pia unawahitaji hapo uwanjani. Sijajua ina uhusiano gani matukio haya mawili.
na kila mtu ana nafasi ya kuzungumza anachoweza kuzungumza, na ndio maana nikasema sisi tuko imara na tuko thabiti kweli kweli. Kwenye msitu mkubwa uliojaa miti mirefu na mikubwa, jani limedondoka haliwezi kuathiri huo msitu kwa namna yoyote. Mchezo wa kesho ni field tofauti kabisa, haihusiani na masuala ya usajili, na sisi tunaandaa timu yetu kwa ajili ya kwenda kushindana katika mchezo wa kesho, na tunaamini mchezo wa kesho utakuwa ni sehemu kubwa ya kuwapa furaha mashabiki wa Simba. Sio kwa sababu ya kutaka kufanya kitu gani, hapana, ni kwa sababu kwanza tunahitaji kushinda ili kuprove kwamba timu yetu ni nzuri, lakini pili kuthibitisha usajili tuliofanya umekuja kuongeza chachu, lakini kama haitoshi kuchukua ngao jamii ambayo kwa miaka miwili tumeshindwa kuchukua. Semaji, pamoja na yote yanayoendelea mtandaoni, jina moja ambalo linatajwa maarufu zaidi ndani ya kikosi cha Simba ambalo linatajwa kama comeback, na umesema sio muumini wa comeback, ni Faisal Salum Abdallah Fei Toto. Duru zinaarifu kwamba Fei ni mnyama. Duru. Kiswahili cha duru huwa ni nini? Duru ndo Kiswahili. Ambayo maana yake ni kama vile taarifa zinaeleza au niwapigie macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen au macho kwenye simu. Faisal Salum Fei Toto, Faisal Salum Abdallah, sipendi sana kumzungumzia kwa sababu ni mchezaji wa klabu nyingine ya Azam FC, tena klabu ambayo mimi binafsi na Simba kwa ujumla, klabu ambayo tunaiheshimu pakubwa. Watu wengine naweza tukaenda nao hivyo kindavandava, lakini Azam ni klabu ambayo tunaiheshimu sana, tunaiheshimiana. Kwa hiyo sio klabu ambayo naweza nikaizungumzia kwa namna nyingine yote, na kwa mantiki hiyo basi naheshimu na kuthamini na kutambua kwamba Faisal ni mchezaji mwenye mkataba na klabu yake hiyo. Kwa hiyo kuizungumzia kwa namna yoyote ile itakuwa mimi kuwakosea heshima Azam FC, na kurudia tena kusema kwamba ni mchezaji mzuri. Kila mmoja anatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal, na ndio mchezaji mwenye thamani kubwa hivi sasa nchini Tanzania. Ni mchezaji ambaye unatamani awe kwenye timu yako. Binafsi natamani awe kwenye timu yangu ya Simba Sports Club, na wana Simba wanatamani. Kila mmoja anafahamu potential aliyokuwa nayo Faisal Salum Abdallah, lakini utafanyaje sasa? Ni mchezaji wa watu, ni mchezaji wa Azam FC, na hatuna budi kukubali kula kwa macho. Hatuna budi kukubali ya kwamba yule ni mali ya Azam FC. Kama litatokea la kutokea sijui, lakini ninapozungumza nanyi hivi sasa statement yetu Simba Sports Club ni kwamba Fei ni mchezaji wa Azam FC. Tunaishia hapa. Lakini mchezaji wa timu nyingine haizuii timu nyingine kuzungumza na timu nyingine juu ya biashara ya mchezaji fulani. Sijaambiwa na viongozi wangu kama kuna any attempt ambayo imefanyika, na mimi nikiri jioni ya leo nimeona taarifa nyingi kweli kweli. Anakuja amemaliza, amefanyaje, na farijika na nimesoma Farhani kaandika, nikasema Mungu jalia hivi kweli. Unaona bana, yani mwenyewe nasikia raha kweli kweli. Pia nikisoma taarifa bana Faisal ni Simba, sijui deal done, sijui seal deal ni nini. Hiyo taarifa lazima uisome kwa makini. Yani najisikia yani sijui nikwambieje. Kesho mbali leo. Sasa hivi. Yani najisikia yani sijui niwaambieje, yani raha
raha ninayoiona ama ninayoipata nikiona tetesi za yani najisikia ile yani hapo ukiniambia bana nenda kamchukue Fei, mimi nawasha gari hapa navuka hii bahari ya Hindi na nawaambia navuka hii bahari ya Hindi hapa na gari na kwenda Rwanda kumchukua Fei. Kesho asubuhi niko naye hapa. Wengine wanachochoa, wengine wanazidisha. Hakika uko nayo yuko Kigali. Kwa hiyo sijui, mimi sijaambiwa kama kuna any attempt ambayo imefanyika ya kumhitaji bwana mdogo, na mimi naziona tu hizo taarifa, lakini muda ndio wakati, muda ndio nini, ndio mwamuzi mzuri. Tusubiri, kama kuna lolote tutawajulisha, kama hakuna lolote bado kijana ataendelea kutumikia mkataba wake, ataendelea kuitumikia klabu yake ya Azam FC. Usiku ukimtambulisha kwanza Simba Day itarudiwa. Unasemaje? Simba Day lazima irudiwe. Fei akitua. Hayo kingilo chake inabidi kiwe kikubwa sana. Tukamtambulisha. Msijua mtu makeke. Mimi mtu makeke mtakutisha. Siingii kama anakwenda kwenye baby shower. Naingia kiume yenyewe. Dunia itagawanyika vipande vinne siku kimtambulisha ikitokea. Kwa hiyo tusubiri, lakini yote kwa yote ni kwamba ni tetesi zinazofurahisha. Wacha enjoy. Mmemaliza? Tufahamu labda wachezaji ambao kesho watakuwa katika mchezo wa kesho mpaka sasa. Na wachezaji wote wako salama. Tuna mashaka na Shomari Kapombe ambaye ana changamoto ya mkono, lakini naamini hadi kufikia kesho asubuhi pengine anaweza akawa yuko sawa sawa, lakini jeshi letu lote la mnyama liko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Msemaji kila la Asante sana. Basi macho kwenye screen.